Bwana Sports Counter inakuletea taarifa kutoka kule nchini Morocco ambako michuano ya AFCON inaendelea kutimua vumbi. Bwana, tunafahamu kwamba leo timu ya taifa ya Tanzania inakwenda kutupa karata yake ya kwanza kwenye michuano hiyo mikubwa kabisa Afrika, ambako wanakwenda kukipiga dhidi ya Nigeria the Super Eagles, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa majira ya 2:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sasa kuelekea kwenye mtanange huo bwana, tunafahamu kwamba huwa kuna ule utabiri ambao unafanywa na baadhi ya watu, aidha wachambuzi ama kitu chochote ambacho kinaweza kikafanya utabiri wa mechi, pengine ni nani anakwenda kuibuka. Sasa Paka ametabiri mechi ya Tanzania dhidi ya Super Eagles Nigeria kupitia kwenye ukurasa wa Jemedari Saidi. Ameweka video ya Paka ikitabiri mchezo wa Tanzania dhidi ya Nigeria, mchezo ambao unakwenda kupigwa majira ya 2:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na Paka mwenyewe ametabiri sare kwenye mchezo huo, mchezo ambao ukiutazama kabla ya matokeo yenyewe ama ukiutazama kwenye makaratasi unaona kabisa Nigeria ana nafasi kubwa ya kuweza kushinda mchezo huo, lakini Paka yeye ametabiri sare kwenye mchezo huo, na kama ambavyo unaweza ukatazama aliwekewa chakula nadhani kwenye biblauli hivyo ama vikombe, alafu kikombe cha kwanza kimeandikwa Nigeria, kikombe cha pili kimeandikwa draw, kikombe cha tatu kimeandikwa Tanzania. Sasa Paka alipokwenda kula chakula, alikula chakula chenye kikombe ambacho kimeandikwa draw, kwa maana ya mechi inakwenda kutamatika kwa sare, iwe sare ya kufungana ama sare ya kutokufungana. Halafu mara baada ya kuweka video hiyo akaambatanisha na ujumbe unaosema Nyau ametabiri mechi yetu ya leo dhidi ya Nigeria, angalia mwenyewe usije kusema hukuambiwa, lakini mimi nafikiri kuna kitu zaidi ya hiki tunaweza kuokota, inshallah tukipata hata hiki si haba. Ndicho ambacho amekiandika Jemedari Saidi kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram mara baada ya kuweka utabiri huo wa Paka kwenye ukurasa wake wa Instagram kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Nigeria. Kwenye comment huku huyu anasema endelea kokota, iseme mechi sio draw. Huyu anasema Nigeria 3 sisi kama tulivyoingia uwanjani. Kusema huyu Paka Christmas sio mbali tutamla. Anasema kwenye draw mmeweka maziwa afu kwenye Nigeria ameweka pilipili, utazani atajagua nini hapo. Mnasema Nyau katupiga, mwingine huyu Nyau itakuwa wa Bini Kazumali. Mnasema turudi tu kwenye ligi yetu, tusijisumbue. Kusema huyu Nyau huwa ni muongo, hapo ni Nigeria 2 Tanzania 0. Mnasema muongo huyo. Mnasema hata sawa, mnasema jichanganyeni na Paka wenu huyo wa AI. Mnasema mimi nishaweka pesa, tunakufa chuma mbili, ayo mengine mbwembwe tu. Mnasema tuiombe Tanzania yetu ishinde, ila kwa hawa wa Nigeria akaeka mguno. Mnasema Tanzania kujipa moyo ndio tunajua, ila sio walisia. Mnasema ni cheki taifa hili la nyinyi ndio litoe sare au kuna lingine. Mnasema lini Paka akaaminika? Mnasema wewe uzalendo huko usije nichania mkeka. Mnasema muongo huyu, mechi nyingi anakosea. Mnasema kwa goalkeeper yupi labda hapo ndugu Jemedari Saidi. Mnasema hakuna shindwe. Mnasema huyu siku hizi haeleweki, ila kwetu hii mechi tunashinda. Mnasema kitoa sare mimi najitolea kwenda kudeki vio vya wafungwa. Mnasema kwenye ushindi wa Nigeria mmeweka pilipili, kwenye sare mmeweka maziwa, michezo hiyo. Mnasema haya ni maajabu mkuu. Mnasema wale mabisho tukiwakazia mbona white tunaiona kabisa. Cha muhimu golini apangwe kipa timamu, mengine yote yanawezekana. Vamos. Mnasema tuendelee kudanganyana au tu ya kweli? Mnasema vipi hilo jamaa wa Amerika ya Kusini ana uwezo kweli? Mnasema tunashinda hii inshallah. Mnasema tumefungwa chache ni 6. Mnasema hakuna ashindwe. Mnasema Paka ametukosea sana,
Wanasema enyi vijana jiepusheni na ulevi kwa kamali. Kusema hii mechi tunashinda 2-1. Hivyo ndivyo sababu Wapangani alivyonieleza. Kusema kwani Osman acheze, anauliza hivyo. Bwana Victor Osman huenda akacheza kwa sababu ni mmoja kati ya nyota ambao wameambatana na timu ya taifa ya Nigeria. Mnasema timu hamasa itoe sare, mnasema nyingine amebugi, sio mkweli. Tanzania leo tunachezea 3. Kusema labda kuokota nazi Kisugu. Kusema mkeka wangu hawezi kuchana kisa paka wa mchongo. Mngesema tunapigwa 4 na hakika. Mngesema nipo hapa nimekaa pale navuta sigara ya basi. Kusema huyo paka bora huyu paka bora iwe kweli. Kusema wa bongo tena alafu matokeo yanakuja tofauti. Kusema hii akili lazima ndio iliyopeleka hamasishaji Morocco. Umesema acheni kujifarizi, kichapo kiko pale pale, yani tunakufa zaidi ya goli 2. Bwana, comment nyingi sana kwenye ukurasa wa Jemedari Saidi mara baada ya kuweka video ya paka ikitabiri matokeo ya Tanzania dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitatokea kwenye mchezo huo, lakini taarifa kuelekea kwenye mchezo huo ni kwamba goalkeeper Yakubu Suleiman atakosekana kwenye mashindano yote ya AFCON baada ya kuumia mazoezini. Bwana, Taifa Stars leo itamkosa pia kiungo Faisal Salum baada ya kupata kadi ya njano mchezo wa mwisho wa kufuzu AFCON. Leo Taifa Stars itamkosa Feitoto na Yakub. Ni moja kati ya taarifa ambayo imechapishwa na Nasibu Mkomwa ambaye ni moja kati ya wanahabari wa michezo ambaye pia naye yuko kule nchini Morocco kwa ajili ya kutoa taarifa ama kuhabarisha umma juu ya mashindano hayo. Kwa hiyo taarifa ni kwamba goalkeeper Yakubu Suleiman pamoja na Faisal Salum Feitoto watakosekana kwenye huo mchezo. Bwana, kundi la timu ya taifa ya Tanzania wako kwenye kundi C ambalo lina timu ya Nigeria, Tunisia na Uganda. Na mechi nyingine kwenye kundi hilo C itakuwa ni Tunisia dhidi ya Uganda, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 5 kamili usiku. Kwa hiyo Tanzania wanaenda kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye mchezo wao wa kwanza wa kombe la AFCON ambayo yanafanyika huko nchini Morocco. Kwa hiyo dua na sara za Watanzania zinaelekea Morocco hii leo kuhakikisha kwamba wanaiombea timu yao na ili iweze kuibuka na ushindi na kuweza kutengeneza mazingira mazuri kwenye kundi lao. Tunafahamu tayari michuano imeshakwisha kuanza, mwenyeji kwa maana ya Morocco akiibuka na ushindi mchezo wake ya kwanza dhidi ya Komoro kwa magoli 2, lakini pia tumeshuhudia timu ya taifa ya Mali ya Djigui Diarra ikitoa sare dhidi ya Zambia, lakini pia tumewashuhudia Zimbabwe yakina Prince Mpumelelo Dube wakikubali kichapo cha goli 2-1 dhidi ya Mafarao Misri, lakini Prince Dube akiwa ni mchezaji wa kwanza kutoka kwenye ligi ya NBC kuzifumania nyavu kwenye michuano mikubwa ya AFCON. Vipi kwa Tanzania leo? Tunasubiri na kuona dakika 90 ndizo ambazo zitatoa mshindi wa mchezo ama zitatoa pengine hata sare, inawezekana pia. Lakini paka ametabiri kwamba mchezo wa Tanzania dhidi ya Nigeria ni sare. Kwa hiyo wale wenzangu wa mikeka wale, kama utamwamini paka, kama utaamini hisia zako, kama utaamini kila ambacho nakiamini, yote heri. Lakini kubwa zaidi sara na dua za Watanzania ni kwa timu yao ya taifa ya Tanzania ambayo inacheza mchezo wa kwanza wa kombe la AFCON kule nchini Morocco dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo iko hivyo, tunasubiria kuona ni mchezo utakuwa wa aina gani, lakini taarifa kama ambavyo pia umeisikia kwamba huenda akakosekana Faisal pamoja na Yakubu Suleiman, kwa maana ya Yakubu kuwa na majeraha lakini Faisal kuwa na kadi ya michuano hii. Kwa hiyo wanasema kama ulipata kadi ya michuano iliyopita, kadi inahesabika. Kwa hiyo Faisal anakwenda kutumikia adhabu yake ya kadi aliyoipata kwenye michuano iliyopita. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kuiombea timu ya taifa ya Tanzania iweze kupeperusha vyema